Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, kunipa nafasi na mimi kuchangia katika wizara hii ya Katiba na Sheria. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi hii ya kufika mahali hapa, na pia naomba niweze kuipongeza sana wizara hii ya Katiba na Sheria kwa kazi kubwa ambayo wanafanya. Ni chombo ambayo tunakitegemea Watanzania wote cha kutunza haki. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri Dr. Juma, na pia nimpongeze Naibu Waziri mwanangu Zainabu kwa kazi kubwa wanazofanya. Nimpongeze Katibu Mkuu, nipongeze watendaji wote wa vitengo vyote vya Katiba na Sheria. Mimi nipo kwenye kamati ya utawala, Katiba na Sheria. Tulifanikiwa kutembelea hata miradi ambao wanaifanya. Ni kazi nzuri sana ambayo imefanyika. Hivyo nampongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Waziri. Kabla sijaendelea sana, naomba nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kweli ameongoza nchi hii kufuata katiba na sheria. Ndio maana tuna hii amani na utulivu, kwa maana mama huyu amejikita kufuata katiba na sheria. Lakini sio hivyo, ameiwezesha wizara hii kufanya kazi yake kwa kuruhusu hela za kutosha kwenda kwenye wizara hii. Kongole nyingi sana kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Niseme tu kwamba chombo hiki sasa ni chombo ambacho sisi Watanzania wote tunakitegemea kwa ajili ya haki, hasa tunapoongelea habari ya mahakama. Hivyo tuna matarajio makubwa, Watanzania wana matarajio makubwa. Ndio maana wabunge hapo wakisimama wanasema juu ya sheria mbalimbali ambazo inabidi zibadilike ili ziende kwenda sawa na wakati huu tulio nao. Na mimi naamini ya kwamba Waziri Juma atakuwa anasikia jambo hili na tutaenda kulifanyia kazi. Niseme tu ya kwamba wizara hii ya Katiba na Sheria imefanya jambo zuri sana, hasa ile kampeni ya Mama Samia Legal Aid ambayo imesaidia Watanzania wengi. Tumeona wamewafikia karibu Watanzania milioni 7.4, lakini wanaume wakiwa milioni 3.6, lakini wanawake wakiwa milioni 3.8. Ina maana Watanzania wengi wamenufaika na hii kampeni, na mimi niombe tu kwamba iendelee. Imekuwa faraja kubwa. Watu walikuwa na matatizo lakini hawana fedha za kuweza kulipia mambo ya sheria. Sasa tuna huduma ya miswada ya kisheria. Labda niseme tuna sisi UWT, na sisi pia tuna kamati ambayo pia inaweza ina wanasheria wabobezi ambao pia wanasaidia wanawake katika mambo haya ya msaada wa kisheria. Tumekopi na kupesti, lakini inasaidia. Kwa hiyo moja kwa moja tunaunga mkono jambo hili. Lakini kuna mambo ambayo labda inabidi sasa tuweze kuona ambayo yanaweza yakapinzana kidogo na huu msaada wa kisheria. Mimi niseme kwamba bado mambo ya rushwa bado yapo ambayo yanaweza kuwa yanasumbua katika swala hili, na hayo tuyaangalie tuweze kudhibiti jinsi tunavyoweza. Sio hivyo tu, kuna gharama zingine ambazo mtu ambaye amepewa msaada wa kisheria, gharama kama za usafiri, gharama kama za accommodation, gharama zingine ameweza kufanya mtu pia ikawa mzigo kwake, japokuwa amepewa msaada wa kisheria, lakini bado gharama zingine ambata zikawa kikwazo kwake. Hili pia wizara iweze kupanua, inaweza kupata na mfuko tu maalum kwa ajili ya kuwasaidia hao watu ambao wanasaidia msaada wa kisheria, lakini pia wapate na misaada mingine ya kujikimu. Na jambo jingine ni ucheleweshaji wa kesi. Kesi zikiwa za muda mrefu sana, mtu anahangaika, hata kama ana msaada, anahangaika hizo gharama, anasubiri kesi ni ya muda mrefu, inamaliza mwaka, inaanza mwaka mwingine. Mimi nasema watu wanakata tamaa njiani kabla hawajapata hiyo haki yao, hata kama wana msaada wa kisheria. Hivyo kesi ziwe zina muda mfupi, ziweze kumalizika kwa wakati ili
huyu mtu sasa aweze kufaidi huo msaada wa kisheria. Lakini jambo jingine ni mambo ya ubandikizaji wa kesi. Kuna kesi zingine zinabandikizwa, watu wanalalamika mambo kama haya. Hivyo basi wizara pia au mahakama pia iweze kuona vitu ambavyo yani kweli unasikiliza, unasema kweli huyu mtu anaweza kufanya hivi. Unatumia na vyanzo vingine, hata vyanzo vya kisaikolojia, ya kwamba kitu hiki nafikiri huyu mtu yapo mazingira ambayo anaweza kaona huyu mtu amebandikizwa kesi, ili pia tuweze kuwa sasa na huduma nzuri ya msaada wa kisheria. Lakini haya mambo mengine manne ni muhimu pia kuweza kuyaangalia. Jambo la pili ambalo mwenyekiti naomba kuchangia ni mambo ya RITA. RITA kwa kweli ni chombo muhimu ambacho kinatupa sisi vyeti vya kuzaliwa na kifo, lakini mwenyekiti, kuna shida kwenye RITA. RITA inabidi sasa hivi nao ijirekebishe ili iweze kuwasaidia watu. Wanafunzi, mtu amefiwa na wazazi wote, anaambiwa ukalete cheti cha kifo. Muda mrefu anapoenda kutafuta cheti cha kifo cha wazazi wake, kwanza ana machungu yeye kuwa yatima. RITA wawe na kitu angalau kirafiki cha kuweza kutoa huduma haraka kwa watu ambao wana maumivu. Pamoja na wajane, amefiwa na mme, huku anaendelea kutafuta mambo ya cheti, pia ni shida. Lakini sio hivyo tu, RITA inabidi ibadilishe pia mambo zaidi ya kutumia zile kanuni walizo nazo. RITA waangalie. Asante kwa mchango wako mheshimiwa, muda wako umekwisha. Asante, naomba kuunga hoja. Asante. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.